Kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Sayuni Revival lililopo Isanga jijini Mbeya huanza ibada kwa maombi katika nyumba ya Mungu. Waumini hukusanyika kwa moyo wa unyenyekevu wakitafuta uwepo wa Mungu, ambapo pia ibada hujengwa kwa kumtukuza Mungu kwa nyimbo za sifa na kuabudu. Baada ya kipindi cha sifa, mchungaji wa kanisa la TAG Sayuni Revival Joseph Chiwinga amewataka Wakristo kuishi maisha ya haki mbele za Mungu ili waweze kufanikiwa katika maisha ya kimwili na kiroho. Nachotamani mimi asubuhi, tembea na Mungu. Uwe mwenye haki. Mwenye haki wanatembea na Mungu, hapo wanakuwa na hofu ya Mungu. Ndio faida ya kwa mwenye haki. Yaani mwenye haki yote amejaa hofu. Amen. Yaani amejaa hofu ya Mungu ndani ya moyo wake. Sio ile hofu ya kibinadamu. Mungu anataka mtu mwenye haki. Kama yuko mwenye haki hawezi kuharibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na narudia tena, mwenye haki ni mtu ambaye amejaa hofu ya Mungu na kumcha Mungu. Ambaye yani yeye hofu yake kubwa yani kumkosa Mungu, hataki amkose Mungu. Alafu atokee mmoja sema, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana kama Daudi. Na kwamba ndani ya moyo hakuna makorokoro. Yani hizi nyakati na tamani tufike mahali watu wa Mungu tumwabudu Mungu kwa kweli. Yani fika wenye haki tukiwa tunaishi. Alafu na majina yetu yakae. Hata tukiondoka watu wataje majina kwa haki. Wasimulie habari ya maisha yetu baada ya sisi kwa haki, ya kwamba alikuwepo mtu mmoja wa Mungu, alikuwa mtenda haki, alikuwepo mtu mwenye haki hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tamani hayo maisha mtu wa Mungu. Kuna wakati unajua tunatakiwa tufike mahali tunapozungumzia habari ya miaka 13 ya moto wa uamsho, maana yake yani kanisa lisimame kwenye haki. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, Biblia inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Neno hili linakumbusha kwamba kipaumbele cha mwamini hakipaswi kuwa mali, cheo au mafanikio ya dunia pekee, bali kumtafuta Mungu na kuishi katika haki yake. Mchungaji Joseph Chiwinga amewataka pia Wakristo kuendelea kumwamini Mungu, wakitambua kwamba safari ya wokovu inahitaji imani, uvumilivu na uaminifu. Imani ya kweli humfanya Mkristo asimame imara hata anapopitia bonde la machozi, dhiki au majaribu. Kwa mujibu wa kitabu cha Waebrania sura 11 mstari wa 6, anasema bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ni afadhali kumwamini Mungu hata nikienda kule nikikuta yupo nipata sawa. Na hata nikifika kule sasa nisipo mkubali Mungu nikasema Mungu hayupo, hapo nikaenda kule nikamkuta. Ni bora yani itajulikana huko, mimi nitaendelea kumwamini na kumtumikia. Maana unaweza ukamkataa Mungu, hapo ukienda kule ukamkuta yupo. Ni bora umkubali, uende umkute, uende usimkute, lakini yupo. Amen. Sasa unakwenda ulimkataa huko afu unamkuta yupo, kesi yake ni kubwa hiyo. Ni kama mtu mmoja miaka ya nyuma alipanda kwenye basi afu anakwenda zake Mtwara kwenda kwenye ajira. Miaka hiyo ya nyuma hiyo. Ukimaliza form 4 miaka ya nyuma ilikuwa ni wewe ndio umesoma kwa form 6. Miaka ya nyuma. Sio sasa hivi. Sasa kumbe kapanda na bosi wake kwenye gari na magari yale yalikuwa ya kujaza, yani unasimama. Sasa bosi yule kule ofisi ya serikali yeye kakaa kwenye kiti cha kijana, na kijana ndio anakwenda ofisini kwenda kuripoti. Akamwambia mzee, ondoka kwenye kiti changu. Mzee watu akanyanyuka. Unajua wazee wa zamani hawana shida tofauti na wazee wa sasa. Wazee wa sasa si vijana, si ndio? Yule baba watu akasimama akashikilia kidumu Chama cha Mapinduzi. Tulikuwa tunashika ile nguzo pale juu. Gari la kwenda akafika Mtwara. Asubuhi kijana kaenda kapanga gesi akalala. Asubuhi ndio aende kuripoti kazini. Sasa anakwenda kugonga mlango, anaambiwa bosi ndio pale. Anakwenda kugonga mlango, karibu. Anaangalia akarudisha mlango. Aya, kwa hiyo ndio kijana ingia tu. Mungu anachotafuta kwenye kanisa hili apate sio mtu, watu wenye haki, watu wanaitenda haki, wanaijaa hofu ya Mungu. Unajua ukijaa hofu ya Mungu unapomwabudu Mungu, machozi ya kiroho kutoka sio kazi. Yaani ile chozi kabisa hivi, yani
lazima litoke. Alafu ukijaa hofu ya Mungu, kujaa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha, yani sio kazi ngumu kwako, sio hivyo. Yani ukijaa, yani mwenye haki kijaa Roho ya Bwana, kusikia sauti ya Mungu sio kazi ngumu. Unashangaa unaongea na Mungu kama rafiki. Amen. Mungu alikuwa rafiki wa Ibrahimu na alikuwa anaongea Ibrahimu ni rafiki yangu. Katika mafundisho hayo, waumini wamekumbushwa kwamba lengo kuu la safari ya wokovu si mafanikio ya dunia pekee, bali ni uzima wa milele na kukaa pamoja na Bwana. Yesu Kristo ndiyo njia ya uzima, na waamini wanapaswa kudumu katika imani hadi mwisho, kama kinavyoeleza kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza hadi wa 3. Inatoa tumaini kwamba Kristo amekwenda kuwaandalia walio wake mahali ili siku moja wawe pamoja naye. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe, JN Media.